Anajitangaza yeye mwenyewe kwamba kuna nguvu, na anasema nguvu zote, uwezo wote ninao mimi, uwezo wa mbinguni na uwezo wa duniani. Yesu anasema anao wewe, anao yeye. Kwa hivyo tukasema yule mwenye uwezo ni uwe na uzoefu naye, awe rafiki yako, awe mfalme wako, awe kiongozi wako. Sasa akiwa kiongozi wako, haikosi mtatembea pamoja naye na mambo yatakuwa sawa, mambo yatakuwa sawa. Kumbuka hata siku nyingine Musa aliambiwa aiba na vita vitafaulu, lakini kulikuja wakati mikono ikafanya nini? Ikalegea mpaka akawa ni asaidiwe, kuchoka. Sasa jambo lingine ni kwamba lazima tuwe na uzoefu wa kusoma neno la Mungu. Lazima tuwe na uzoefu wa kusoma neno la Mungu. Halafu tujiweke katika hali ya maombi, kwa sababu vita hivi si vya kimwili, bali ni vya nini? Ni vya kiroho. Na sisi si roho, sisi ni mwili. Kwa hivyo tuwadhaifu sana. Tukikabiliana na vita hivyo tutashindwa kwa hakika. Kwa hivyo tunahitaji kumtegemea Mungu, na ndiposa tujiweke katika kusoma Biblia na pia kuomba kwa bidii sana. Imani yetu lazima iandamane na matendo mema. Imani yetu lazima iandamane na nini? Na matendo mema. Kile kitabu cha Yakobo ambacho hatutakisoma kinasema, je, unamwamini Mungu? Unaamini kuwa kuna Mungu? Hata mapepo wanaamini nao kuwa kuna nini? Kuna Mungu, lakini hawaonyeshi kwa matendo. Sasa wakamuuliza wale wanafunzi wake, ni sawa umekuwa nasi, ni sawa sasa uko karibu kwenda, lakini ule ufalme utarudishwa lini? Walikuwa wanataka wakae katika ufalme uliotukuka wa Kiisraeli. Walikuwa wanatamani wawe wakubwa, walikuwa wamechoka kudhalilishwa ni Warumi. Wakamuuliza Yesu, sasa ule ufalme utausimamisha lini? Tuingie katika kitabu cha Matendo sura ya kwanza, na tutaanza kusoma fungu la 9. Sijui kama wale wasomaji wangu wa jana, yule msomaji wangu wa jana kama yupo atatufanyia hivyo. Kama hayupo, basi tutaendelea kitabu cha Matendo sura ya kwanza. Matendo sura ya kwanza, na tunaanza fungu la 9. Sijui kama kuna msomaji ambaye anaweza kututeremshia haya. Anza Matendo sura ya kwanza, anza ya 9. Asante. Inasema akiisha kusema hayo, walipokuwa wakimtazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. 11. Usifike huko 11. Asante. Hebu tuanze aya ya 6 kwanza, ndio tutateremka huko chini baadaye. Aya ya 6. Aya ya 6 inasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Wakamuuliza swali ambalo lilikuwa ni swali nzito. Swali ambalo lilikuwa linaeleweka. Nasema, ni nini Bwana? Sisi tumechoka kufanya watumwa, tumechoka kulipa taxes zinaitwa nini Kiswahili? Kodi. Walikuwa, mnakumbuka wale Zakayo walikuwa ni mtoza ushuru, na walikuwa wanalipa kodi nyingi tu sana, na ule uchumi ulikuwa umewapeleka vibaya,
na mambo mengine tu, ndipo wanasema Bwana, ni lini? Lakini angalia, Yesu haingii kwa hilo swali la kusema ni kesho ama ni kesho kutwa. Aya ya 7, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake. Yesu anawaambia ile siku, hata nikiwaambia kesho si muhimu, haitawafaidi. Hata nikiwaambia tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka fulani, haitawafaidi. Ndipo akaanza kuambia kile kitu kilichokuwa kitawafaidi. Teremsha ile aya nyingine pale. 8 inasema lakini mtakapopokea nguvu lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Asante. Sasa hao wanafunzi walikuwa wanajiona wako tayari wapewe ufalme. Wanasema ni lini Bwana? Kama ni kesho tuanze kufurahi, kama ni kesho, kama ni mwaka ujao. Yesu akasema hiyo siku si muhimu. Anasema kuna mambo mengine kwanza ni lazima yafanyike. Na ni mambo gani yale? Anasema kwanza ni injili ifike kwa kila mtu. Sasa anasema hiyo injili haitafika kwa sababu ninyi hamna nguvu, hamna uwezo. Hata ninasema sahihi, sisi sahihi wa kanisa la Voi Central hatuna nini? Hatuna nguvu, hatuna uwezo, hatuwezi kustahimili, hatuna hata ile ari ya kusema tunaenda sasa, liwe liwalo, tunaenda. Yesu akawaambia mpaka mpokee Roho, nguvu, mpate uwezo. Hata sisi hivi sasa, kama kuna kitu ambacho tunakitafuta, kama kuna kitu ambacho ni muhimu katika maisha yetu, vile tunavyojiona ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu. Halafu anasema hizo nguvu zitatufanya sasa tuenende kwa ushujaa, na tukienenda kwa ushujaa, basi hapo kama kile kitabu cha Mathayo 24 nakikumbuka, ndipo ujumbe utafika kule unakwenda, halafu mwisho utafanya nini? Utakuja. Lakini ukisema uje leo, hauko tayari. Hawa wana wa Israeli, hawa Wayahudi walikuwa kwanza wanajifikiria wako tayari, cha kwanza. Pili, walikuwa wanasema tumezisikia hizo habari za Yesu Kristo, wewe Masihia, sisi Waisraeli, Wayahudi, zimeenda. Wayahudi wote wamesikia, kwa sababu hata manabii walikuwa wametabiri na umekuja. Kwa hivyo sisi, Mwokozi wetu ni atupatie tu ule uzima, atupatie ule ufalme. Lakini Yesu hakuwa anafikiria kukomboa Waisraeli peke yao. Unajua, saa nyingine tuna mawazo mafinyu. Hata sisi tunafikiria kwa sababu twasoma leso, kwa sababu twazijua zile sheria 10, kwa sababu tunajua Biblia vile inavyoeleza, tunajua Sabato. Kwa hivyo sisi ni kana kwamba tuko nini? Tuko tayari. Hata nisikize sasa, hata kama tuko tayari, hata kama tumejitayarisha, tuko tayari, mbingu bado. Kuna mwenzako ambaye haendi kanisa la Wasabato. Kuna mwenzako ambaye hajui watu wakifa wanaenda wapi. Kuna mwenzako ambaye hajui imani lazima umwamini Yesu Kristo. Yeye anaamini mtume mwingine na anaamini mambo mengine, na wewe ukienda kanisani Sabato unajifikiria sasa, mimi niko sawa. Hautakuwa sawa kama yule mwenzako hajakuwa nini? Hajakuwa sawa. Mbingu si ya mimi katupu niingie mbinguni na mke wangu na watoto wangu. Mbingu ni ya sote. Biblia inasema the whole world is groaning. Viumbe vyote vinatamani ukombozi, viumbe vyote vinatamani ukombozi.
Ndugu zangu, ninataka kusema kwamba bado kuna mambo lazima tuyafanye, na kama hatujafanya basi ule ufalme hata tukiuomba uje hautafanya nini? Hautakuja. Sasa wale wanafunzi walipopata nguvu walianza kuhubiri. Hata sikia yale walioyapitia, Matendo 5 na aya 28. Sikia yale walioyapitia, machache tu yale walioyapitia. Matendo 5 na aya ya 28. Inasema akisema, je, hatukuwaamuru ninyi ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Anasema, je, hatukuambia? Didn't we command you? That's the word which is being used in English. Didn't we? It was a command, it was not a request, kwamba you should not preach in this name. Na mbona mnafanyaje? Sasa sikiliza, anasema mumeyajaza mafundisho yenu wapi? Yerusalemu nzima. Na hili jina la huyu mnamuita Yesu mnataka lifike kila pahali. Waulize tu, mimi si mkazi wa Voi. Hii injili imeijaza Voi nzima. Baba, Yesu atakujaje kama bado Voi tu? Voi. Na hii Kenya imejaa injili bado. Yesu atakujaje kama hapa kwetu hakujajaa injili? Yaani Yesu hajatangazwa kiasi cha kusema kwamba imejaa kila mahali. Na huko Kenya, basi tutoke Kenya, kuna zile nchi hizo nyingine, those other continents, huko injili imefika. Unajua kuna continents nyingine ukisema jina la Yesu ni haramu, unafungwa ndani, wekwa gerezani. Na huko nako wanahitaji jina la nani? Kuna fungu nyingine, aya nyingine inasema watu hawa wameichange, wameifanya, wameipendua upside down hii nchi yetu tunayoikaa. Lakini pia bado injili ilikuwa haijasambaa kila pahali. Ninataka kusema kwamba tuna wajibu mkubwa. Kuna mambo ambayo lazima yatimie kwanza, ndipo tuseme sasa tumekaribia mbingu. Yohana 13 aya ya 35. Yohana 13 aya ya 35. Haya, Mike imeenda zake. Haya, na msomaji wangu atasoma na nini? Aya ni ya 35. Biblia inasema hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Haya, imeisha. Yes, imeisha. Watu wote, sikiliza haya maneno, anasema watu wote watatambua, watajua. Hilo neno kutambua ni jina kubwa tu. Wataelewa kwamba ninyi ni wanafunzi wa nani? Wangu. Yaani ni kana kwamba sisi sasa tutakuwa wakina Mathayo, wakina Yohana, wakina Luka, na wale wakina Tomasi, na wale wakina Bartholomayo, na wale wanafunzi wa Yesu, Sasa sikia, hata wale wanafunzi wa Yesu walipitia kipindi cha kukua. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanafunzi lakini wakapitia kipindi cha kukua. Kuna pahali pengine walikuwa wanasema ni nani atakayekuwa mkubwa? Mama mwingine akaja akasema, Bwana Yesu, ninakuomba kitu kimoja tu, mtoto wangu mmoja awe mkono wako wa kulia na mwingine awe mkono gani? Mkono wa kushoto. Hayo yalikuwa mapenzi ya kibinadamu, na ninasema hawa wanafunzi walikuwa they grew in their faith.
Sasa Yesu anasema ni tuwe wanafunzi kwanza, na anasema kuwa wanafunzi ni kupendana sisi kwa sisi. Kitu dhiki yangu niwe dhiki yako. Nikipata dhiki unanitembelea kama ndugu yako mliyezaliwa naye. Nikipata furaha unakuja shangilia pamoja nami. Ukiingia katika dhiki, mimi ndio wa kwanza kufika. Yani kupendana. Hayo mambo ya kusengenyana hayatakuwako, mambo ya kubaguana, ati wewe ni hata sitataja hivyo vitengo vya kubaguana, si tunavifahamu sote. Unanibagua mimi kwa sababu gani? Mimi ninakubagua wewe kwa sababu gani? Ninakuona kana kwamba wewe ni mtu raia wa klasi kingine na mimi ni raia wa klasi kingine. Huo utofauti si pahali palipo na upendo. Tukiwa na upendo hatutakuwa kuna hili na hili, sote tutakuwa tukiinua bendera ya Yesu, na Yesu tunasema ndiye masikia wetu. Wale wanafunzi walifika pahali wakawa hawazungumzi juu ya wao kwa wao, lakini wote wanazungumza juu ya nani? Juu ya Yesu. Walikuwa shughuli, mawazo yao wanazungumza juu ya kazi ya Bwana, na mioyo yao ilikuwa imesukumika. Walikuwa wamejitoa mioyo yao kufanya kazi ya Bwana, na Biblia inasema kwamba tutakapopendana. Sasa mkiwa mnanisikiliza vizuri, kuna mambo ambayo tunapaswa kuyaombea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tufike pahali ambapo sasa tuna kama lile kanisa la kwanza la mitume, hata walikuwa vitu walileta pamoja, wakawa wanashirikiana kwa pamoja. Hapo ndipo walipoanza kuwa kweli watu wanaomngojea Yesu Kristo. Sasa kitabu cha Matendo 2 kinasema hivi, Matendo 2 na aya ya 2 tena. Matendo 2 aya ya 2 na inasema kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Na hawa walikuwa wameketi ni wanafunzi wa Yesu. Waliambiwa ngojeni hapo mpaka ile nguvu itakapofanya nini? Itakuja. Angalia, Yesu hakuwapa tarehe, Yesu hakuwapa mwezi. Yesu aliwapatia siku tu, aliwaambia ngojeni hapo, kaeni hapo. Na walipokuwa wakikaa hapo walikuwa wakiomba. Na ule utofauti wao uliishia hapo. Walisameheana, walikumbatiana, wakijua kwamba sasa kila mtu ako katika hiyo barabara moja tu, barabara hiyo ya kuenda mbinguni, kungojea Yesu. Sasa walikuwa wanataka kutembea kama Yesu alivyotembea. Sikiliza, walijua Yesu alikataliwa mpaka akapigwa, mpaka akawekwa pale msalabani, lakini wao pia walikuwa wanataka kutembea barabara hiyo, na walijitoa kiasi ya kwamba kama ilikuwa watapigwa, kama walikuwa watadharauliwa, kama walikuwa watabaguliwa, so be it. Lakini unajua kuna ile hali ya kujitolea, sema mimi sitaki kusikia habari nyingi. Biblia inasema kwamba kukaja upepo, while they were waiting, kukaja upepo. Na nataka kusema kwamba wakati tutakapokuwa tumeingia katika serious business, hata sisi kama ilivyofanyika wakati ule wa mitume, itafanyika wakati gani? Wakati huu wa mwisho. Lakini mnaona kuna process.
si mtu yeyote ukija alafu uanze kusema roho shuka, roho shuka. Unaona watu wanasema roho shuka, alafu roho mwingine anashuka kweli, na wanaanza kusema lugha tofauti tofauti. Sijui kama huyo ndiye roho wa Mungu, ama sitaki kusema hapa kwamba ni roho gani, lakini hawa mitume roho alipokuja walisikia upepo mkali unavuma na wakashangaa ni upepo gani huo. Ndipo walipoangaliana. Unaangalia mwenzako, unaona kuna kitu kilicho juu ya kichwa chake, na hakuwa hivyo. Na unapoangalia mwingine, unaona kuna kitu kilicho juu yake. Hapo ndipo mtu ananyenyekea zaidi. Unajua kilikuwa hakishikiki, hata ukifanya hivi ukipati kiko. Sasa unasema mimi mwenzangu amepata na mimi basi hata mimi nishishie Bwana. Kuna ile hali ya kunyenyekea. Sasa tuna mahitaji, lakini lile hitaji kubwa, tumejiuliza kama watu wa Mungu, lile hitaji kubwa la sasa ambalo tunalihitaji ni hitaji gani? Na mnaona vile tunaenda, ninatumaini kwamba tunaenda pamoja. Kitabu cha Yakobo ni karibu kule mwisho kabisa, Yakobo 1, na tutasoma mafungu mawili, fungu la 5 na la 6. Fungu la 5 na la 6 inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. 6 ila na aombe kwa imani pasipo shaka yeyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Asante. Yakobo anatangaza kwamba mtu akiona amepungukiwa, na anasema vitu tu ambavyo tunavijua. Akijua amepungukiwa, wacha niweke neno langu ambalo sio lililowekwa hapo. Ukiona kwamba umepungukiwa na upendo, basi utajua ama hutajua, sijui, lakini basi ukijua, ni umlilie Bwana, useme Bwana, nimepungukiwa. Kama ni uaminifu umepungua kwako, utajua ama hutajua? Utajua. Kama ni uaminifu hata kwa Mungu, uaminifu kwa mwanadamu, hata kwa your employer, uaminifu fulani, unamwambia Bwana, nimepungukiwa. Na hiki kitabu kinasema the Lord is generous. Yaani Bwana ukimwomba hawezi kukunyima, atakumwagia, atakupatia. Na Biblia inasema kwamba hata zaidi ya vile ulivyouliza. Lakini anasema kwamba tunapoomba, ombe kwa nini? Kwa imani. Tuombe kwa imani. Mimi baada ya kustaafu, Mungu aliniweka pahali ambapo sikujua ataniweka hapo. Hata sijui kwa nini aliniweka hapo baada ya kustaafu. Sasa amenipatia watu ambao lazima tuombe nao. Niliwaambia mchana kila mtu ako na kazi nyingi, lakini kuanzia saa 1 basi tutaweza kuomba hapo mpaka saa 4 na mimi nilale. Sasa kila mtu ana ratiba yake. Wananifuata hata hapa, tunasema pasta, umemaliza maombi au bado? Mwambie haya, kwa sasa tumemaliza. Anasema haya, patie maombi. Na mtu mwingine tukaomba naye. Ni msomi anafanya kazi fulani, tukaomba naye, tukamwambia Bwana, huyu ndugu yangu huyu, kama imefika wakati wa promotion, mpatie Bwana. Na kulikuwa hakuna dalili zozote za kwamba atapata promotion, lakini tukaanza kuomba Mungu,
Tukamwambia Bwana, kama imefika wakati wa promotion, fanya nini? Patie tu promotion. Ni mtu wa bidii, ni mtu wa nini, anapenda kazi yake. Bwana, kama imefika wakati wa promotion, nipe. Siku nyingine akaniambia, kuna watu wananiambia ni apply kazi fulani, lakini mimi sitaki. Akamwambia hakuna neno, mimi tunazidi kuendelea kuomba tu. Siku nyingine ukatokea nafasi za kazi katika hiyo laini yao, alafu akaniambia nimesikia kusukumika kwamba ni apply. Nikamwambia basi sasa, kama ume apply, kama unapenda uipate hiyo kazi, uamini kwamba hiyo kazi tayari umefanya nini, umeipata. Kwa hivyo tukaanza kumwambia Mungu, asante kwa hiyo kazi ambayo umepatia mdogo, asante sana. Unajua Mungu ni wa ajabu. Unajua hiyo kazi sasa ameipata. Hata ilikuwa mpango wa Mungu, ni mpango wa ajabu. Yule meneja wake alikuwa anajuana na wale watu waliokuwa watamfanyia interview, akawapigia simu akasema, sasa mimi natuma mtu wangu kwa hizi hadi wapi, simpatie hiyo kazi. Akasema, wewe mbona unaingilia kazi zetu ile kimatani, lakini tutaangalia. Na mwishowe hiyo kazi ameipata. Nilimwambia tuombe kwa imani. Imani ni kufanya nini? Ni kukubali kwamba umepata kabla jicho halijafanya nini, halijaona. Sasa kitabu cha Yakobo kinasema wakati unamwomba Mungu kitu, nimeleta huo mfano ambao si mfano wa nguvu tu, lakini Yakobo anasema kwamba vile vitu ambavyo umepungukiwa navyo, unapomwomba Bwana uombe kwa imani, and the Lord is generous. Mungu ni wa rehema nyingi sana, atakupa. Sasa angalia, akishakupa kile kitu ambacho ulikuwa umekiomba, unapoanza kukifanyia kazi na kiwe hapo kanisani, na mwingine naye ameomba chake na anapoanza kukifanyia kazi. Sinazungumzia juu ya wale watu wamekuja kwa maombi na sasa huyu mama amepatiwa chake kile alichokiomba, na huyu baba amepatiwa chake kile alichokiomba, na wewe umepatiwa chako kile ulichokiomba. Angalia vile kanisa litakavyokuwa. Sasa sote tunamshukuru Mungu kwa vile vipawa ambavyo alitupatia tulipomuomba. Kwa nini? Kwa imani. Mama huyu ni mama wa imani kwa sababu aliomba. Kwa nini? Kwa imani. Baba huyu ni baba wa imani kwa sababu aliomba. Kwa nini? Kwa imani. Angalia, huyu naye ni wa imani kwa sababu aliomba. Kwa nini? Sasa watu wa imani wako kanisani, watu wa imani wako kanisani. Angalia, wanatiliana nguvu badala ya kuvunjana mioyo, wanatiliana nini? Nguvu. Na kanisa linaanza kufanya nini? Linaanza kukua. Watu wanasongeleana karibu, watu wanajisikia ni familia moja, watu wanajiona wana feel the presence ya uungu. Ni kanisa tofauti kabisa kwa sababu wako wanatembea kwa imani. Angalia, hivyo ndivyo inavyokuwa. Sasa tunataka kumaliza. Kama yule mama ni wa imani, na kama huyu baba ni wa imani, na kama ndugu yangu hapa ni wa imani, na kama ndugu yangu hapa ni wa imani, unajua kanisa lote sasa litakuwa kanisa la nini? La imani. Sasa tunapokaa pamoja, halafu tuombee jambo, yaani watu wa imani tunapokaa pamoja, halafu tuombee nini? Tuombee jambo. Hakuna jambo ambalo Mungu hataweza kutufanyia, hata kufufua watu waliokufa. Jina la Bwana litukuzwe. Na mnajua hayo ndiyo matokeo ya Roho Mtakatifu, na matokeo haya yatafanya kanisa linakuwa tu kwa njia ya ajabu, halafu ishara zinafuatana na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
lakini ukitoka pahali tu unasema unaomba Roho wa Mungu, bado hujajua kama ni uingie katika hatua gani, ndipo uanze kuomba roho wa nani? Roho wa Mungu, Roho wa Mungu. Na unyenyekevu ni kitu cha maana sana, kwa sababu yale yatakayokuwa yakitendeka si kwa uwezo wangu, si kwa akili zangu, si kwa chochote ambacho kinahusiana na ubinadamu wangu, lakini ni kipawa kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Kipawa kutoka kwa Bwana, na kwa sababu ni kipawa kutoka kwa Bwana, wacha kifanye kazi kanisani, na kanisa mtaona linakuwa, sote tutaanza kukua. Yale manung'uniko yaliyokuwako kule, kukataana kule, kubaguana kule, kutengana, kutakuwa kumefanya nini? Na wakati tunaposema sasa tunaenda kupeleka injili pale, kama Petro alivyosimama baada ya kupata hicho kipawa, akaanza kusema tu mpaka watu wakasema hawa wamelewa hapa. Petro akasema sisi hatujalewa. Mnaona ni masaa ya namna gani? Masaa ya asubuhi tu. Ni vile ambavyo kitabu kilisema kwamba Roho wa Mungu atafanya nini, na watu 3,000 katika hubiri moja wakafanya nini? Wakaongoka. Lakini tukifanya kazi kibinadamu, hakuna mahali ambapo tunasonga. Tutatumia fedha, tutatumia wakati, tutatumia nini, lakini hakuna mahali ambapo tunafanya nini? Tunasonga. Wacha Bwana mwenyewe afanye nini? Afanye kazi yake. Huo ndio uwezo wa Roho Mtakatifu. Mawazo yangu yananiambia kwamba huyu Roho Mtakatifu wakati atakapoamua kushuka, siku zile walikuwa ni wachache, wakaambiwa nendeni kwa hicho chumba cha juu wote, na wale wote wakapata roho wa nani? Roho wa Mungu. Lakini sasa hata hili kanisa na Anglikani tumetengana kidogo, si ndio? Sisemi kina utofauti, lakini wako kule na sisi kwa hapa. Haya, kanisa lingine na kanisa lingine. Mimi sijui kama Roho akishuka atashuka hapa na Anglikani wakati mmoja. Hiyo ndio sijui, lakini kile cha hakika ni kwamba Roho atafanya nini? Atashuka. Mimi jioni hii ya leo, kwa sababu leo ni Ijumaa, tunataka kumaliza mapema, pia ninataka kusema kwamba kuna mambo ambayo nasema tuyaombee Bwana atufanyie mambo rahisi ambayo kwanza yanatuhusu sisi, utofauti wetu tuweze kufanya nini? Kuweka kando utofauti wetu, tuweze kuweka kando, ili kusiwe na vikundi. Hawa ni wa Paulo na hawa ni wa nani? Hiyo Mungu hataki. Anataka tuwe watu wamoja, ambao tunatangaza jina moja, ambao tunategemea uwezo mmoja, ambao sote tumenyenyekea, kwa sababu uwezo tunaotumia ni wa nani? Ni wa Mungu, si wa mtu yeyote. Hapa si juu ya kisomo, si juu ya utajiri, si juu ya ukabila, lakini ni juu ya uwezo wa Mungu ambao ulishuka. La kupendeza ni kwamba wakina mama watashukishiwa Roho wa Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe. Wakina baba watashukishiwa Roho wa Mungu pia, na vijana watashushiwa pia Roho wa nani? Roho wa Mungu. Na sote tutakuwa tukisema lugha moja, lugha ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda Mungu aweze kutuajalia haya maneno ambayo tumesema kwa ufupi, tuzidi kuyatafakari. Unaweza kuwa hutashika yote, lakini pata pahali pa kushika, ili Bwana akuajalie kuendelea kuyatafakari, na Mungu atubariki kwa maneno haya.